Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline siku kadhaa zilizopita ni sakata zima la mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Wastara kuingia katika marumbano na jamaa ambaye ni msanii wa Bongo Flava wa muda mrefu ambaye anafahamika kwa jina la Dudu Baya. Malumbano haya bwana yamekuja baada ya wawili hawa bwana kuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Maana moja kati ya habari ambazo zilikuwa zimesambaa sana mitandaoni ni issue ya Wastara kuingia katika mapenzi na Dudu Baya, jambo ambalo watu wengi sana hawakuwahi kutarajia kwamba linaweza likatokea, lakini at the end of the day ndo hivyo bwana, likatokea kweli. Na kitu ambacho kimekuja kumeki headline zaidi ni kwamba baada ya mahusiano hayo, Dudu Baya alionekana akiwa yuko India kwa ajili ya kupata matibabu ya mgongo, lakini pia Wastara naye pia tunafahamu kwamba uwaga na matatizo yake ambayo anasumbuliwa nayo kwa muda mrefu. Sasa baada ya wawili hawa bwana kuwa katika vuta ni kuvute za kimahusiano ya kimapenzi, ni kwamba siku ya juzi ghafla tu tukaona kwamba Dudu Baya akawa ameruka katika mitandao ya kijamii akiwa anadai kwamba yeye hamtaki Wastara kwani ni mwanamke ambaye ni ombaomba. Umeona bwana Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni kwamba Dudu Baya amemkataa Wastara, hamtaki kwa sababu akidai kwamba ni ombaomba. Sasa bwana, kutokana na hicho kitu ambacho amekizungumza Dudu Baya, moja kwa moja kimepelekea Wastara naye pia aingie mtandaoni, aruke live kupitia moja kati ya video zake ambazo amezipost katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anamchana Dudu Baya. Sasa bwana, baada ya hawa wawili kutupiana maneno ni kwamba mashabiki wameingilia kati hili swala na mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli huko mtandaoni, yani umeibuka mjadala mzito haswa. So page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na reaction ya Wastara. Nataka hapa nikuelezee baadhi ya pages zilivyokuja kureact au zilivyoposti kuhusiana na hii reaction ya Wastara, and then nitakuelezea jinsi ambavyo Watanzania walivyokuja kuliingilia kati hili swala na kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Dudu Baya na mwanadada Wastara. Na hii ni baada ya Dudu Baya kusema kwamba hii ni baada ya Dudu Baya kuwa katika mahusiano na Wastara, alafu ghafla akaja akaposti video akidai kwamba yeye Wastara hamtaki kwani ni mwanamke ambaye ni ombaomba. Sasa hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba bwana, vita ya Wastara na Dudu Baya imeanza taratibu kabisa. Page nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, Wastara amjibu Dudu Baya, atoboa sababu kwa nini anaombaomba. Wastara ametoa kauli hii kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii ni mara tu baada ya Dudu Baya kutangaza kuvunja penzi lake na Wastara, akidai kwamba hawezi kuendelea kuwa katika mahusiano na mwanamke ambaye ni ombaomba, yani anaombaomba hovyo. Wastara amesema kwamba hawezi kuacha kuomba kwa sababu kila mwezi anatakiwa kutoa takriban milioni 9 ya matibabu. Umeona bwana Dudu Baya amesikika akisema kwamba Wastara amesikika akisema kwamba Dudu Baya, mimi kweli ni ombaomba na ndio jina langu la mwisho, ila Wastara ni la wazazi. Nashukuru kwa kulithibitisha, ila umesahau kuweka namba yangu ili niweze kupata zaidi msaada, na ikiwezekana hata huko India pia niwezeshe na mimi pia nipate chochote kitu. Wastara ameandika hivyo kwani Dudu Baya yeye yuko India huko kwa ajili ya matibabu. Page nyingine hii hapa wameandika kwamba mwigizaji Wastara ameamua kumjibu Dudu Baya baada ya kumuita ombaomba. Ni siku chache tu zimepita baada ya sauti ya Dudu Baya ikiwa ikisambaa huko katika mitandao ya kijamii akisema kuwa sihitaji mwanamke ambaye ni ombaomba, akionyesha kukerwa na kitendo cha Wastara kuhojiwa na kuomba msaada mitandaoni. Hivyo basi Wastara ameamua kumjibu akimshukuru Dudu Baya kwa kumuita ombaomba kwani kimemsaidia kupata baadhi ya michango kutoka kwa watu mbalimbali, akisema kwamba umetisha sana kuniita ombaomba. So kabla tujaanza kufuatilia mijadala ambayo imeibuka huko mtandaoni, nataka kwanza usikilize jinsi ambavyo Wastara mwenyewe alivyomjibu Dudu Baya hapa. Nataka usikilize. Jamani wapenzi, mko poa? Naamini mko
nzuri sana na Ramadhani ndio inaishaisha hiyo, na Mungu mkubwa bado tuko hai. Watu wameumia kulingana na maneno ya Dudu Baya, na wengine wamefurahi sana tu, lakini kikubwa kwamba Tanzania nzima mnanijua. Yaani hilo jina la ombaomba ndio jina langu la kisha. Jina la Wastara Juma nimepewa na wazazi wangu, jina la ombaomba nimepewa na ulimwengu. Silikatai, nalipokea kwa mikono miwili. Sikatai kwamba naomba, ni kweli naomba. Na nilikuja kwenu nikawaeleza shida yangu ya ugonjwa. Wapo wa Tanzania ambao walinisaidia na wapo wengine waliongea sana, lakini kikubwa tu nawashukuru. Hakuna mtu mgeni na hilo jina kwangu mimi. Hilo jina nalipokea kwa mikono miwili, na ninakushukuru sana sana Dudu Baya. Umenisaidia sana kuongea, umenisaidia sana kusema mimi ombaomba, kwa sababu kuna watu wamekuja kunisaidia. Umenisaidia mwenzangu, umenisaidia iftari, vitu vingine vidogo vidogo, kitu ambacho hata sikukitegemea kwa mwezi huu, lakini nimepata msaada kwa ajili yako tu. Wewe kutamka maneno mimi ombaomba, umenisaidia kikubwa. Tatizo moja tu, ulisahau kuweka namba yangu. Namba yangu hujaweka. Sasa mimi na post hii video na ikana namba yangu ya simu ya kutumiwa hela. Wewe chukua, watumie hao watu wako ambao umeshirikiana nao kusema ombaomba ili nipate zaidi. Alafu kingine cha ubora na umaarifa, usimalize mara moja, urudie kama mara 3 hivi. Yaani usiongee mara moja, rudia tena ili nipate zaidi, kwa sababu bado natumia dawa. Bado natumia kwa mwezi milioni 9. Sasa ombaomba kama mimi milioni 9 naipata wapi? Lakini wewe unaweza kuipata. Kwa hiyo ndugu yangu, kama umeamua kusaidia kwa njia hiyo, basi naomba uendelee kuongea, au si? Alafu huko India huko kuna kitengo cha watu ombaomba huko, wanapewa hela nyingi kweli. Ikiwezekana nifanyie mpango, wape hata namba yangu. Wape namba yangu, ambie kuna ombaomba mmoja kule maarufu. Saidieni, nipo hapa nasubiri. Ila nakushukuru sana Dudu Baya, umetisha sana. So comment ambazo zimejitokeza baada ya yeye kusema hivyo, kuna huyu hapa Riyama amekuja ameandika kwamba pole sana mami, mapito tu haya, hili pia litapita kama yalivyopita mengine, ni heri ya kuomba kuliko kuiba. Softena anasema kwamba bwana, namba ya simu iko wapi? Tutume hela ya iftari, kila mja na fungu lake jamani, tumsaidie huyu dada. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, mbona ghafla? Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, pole sana, Mwenyezi Mungu atakuletea wepesi kwenye kila zito. So hayo ni maoni. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.